Nchi na dunia inasubiri kwa hamu sana kujua mwelekeo wa nchi yetu, na mwelekeo wa nchi yetu unatoka humu. Nataka niliseme ili kwa uzito mkubwa muelewe kwamba hapa mlipokaa hatima ya nchi yetu iko mikononi mwenu. Kwa hiyo mjue uzito wa majukumu mnayobeba. Kama ulikuwa unajiona kwamba wewe ni mtu wa kawaida tu, ujue kwamba kwa fact dunia inasubiri na nchi inasubiri kujua mwelekeo wa nchi yetu. Hiki ndio chama kikuu cha siasa za nchi hii, na ndicho chama kinachotoa mwelekeo wa siasa za nchi yetu. Kwa hiyo muelewe kwamba kwa siku mbili ambazo mtakuwa hapa, mjadili mambo kwa utulivu na mkielewa kwamba Watanzania wanataka kujua, na sio Watanzania tu. Katibu mkuu baadaye atatoa taarifa hapo. Miongoni mwa watu ambao tumekutana nao kwa siku za karibuni wamesema nini kuhusu mwelekeo wa chama chetu na maamuzi tutakayotoa. Kwa hiyo mnapaswa kujua kwamba nchi iko mikononi mwenu na mnapaswa kufanya uamuzi wa busara, na baada ya hapa kwa kweli tuelekeze nchi kwenye yale ambayo tunatarajia yafanyike. Jambo la tatu ni msimamo wetu, na tunasisitiza kwamba mimi sikupaswa kukaa hapa naongoza hiki kikao. Mtu aliyechaguliwa na mkutano mkuu kuongoza vikao vya aina hii ni Tundu Lissu. Sisi wengine ni wasaidizi wake. Tunaitaka serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa na wananchi imwachie Tundu Lissu mara moja. Na hii ni kauli ya chama chetu, ni kauli ya mkutano mkuu, ni kauli ya wanachama wote. Lolote litakalompata Tundu Lissu akiwa mikononi mwa hao watu haitaeleweka, haitakubalika. Kwa tunasisitiza kama tulivyosema tena na tena kwamba tunataka Lissu aachiwe mara moja, kwa sababu hana kosa. Kutumia court processes kuonea watu, kwenda kupaki kesi mahakama ya rufani ili kunyima haki. Justice delayed is justice denied. Kwa mwaka mzima kesi kubwa yenye mwelekeo wa nchi imekuwa stalled, mahakama wanapiga danadana. Maana yake ni kwamba ni kupoteza muda na kutaka Lissu apige magoti, na kwa niaba yenu na kwa niaba ya chama chetu, masharti yote ambayo wamejaribu kutupa tumeyakataa. Hatutapiga magoti. Lissu amekataa. Amepewa ofa ya kutoka nje ya nchi aache kufanya siasa, amekataa. Wametupa ofa za kuandika sisi tufanye nini, tumekataa. Na narudia mbele ya wajumbe wa kamati kuu, tunataka Lissu aachiwe unconditionally, aje kuendesha chama hiki, kwa sababu yeye ndiye aliyechaguliwa kama kiongozi wetu.